Shosti! Tusemeza. Wafanya biashara wenzangu, mambo zenu? Nilikuwa nawaza hii kitu kinaitwa tathmini ya biashara. Sawa. Hivi unafanyaje tathmini ya biashara yako? Yaani wewe mwenye biashara yako unafanyaje business evaluation, right? Ambayo unapaswa kufanya. Sawa. Japo nadhani watu wengi hatujui labda hata jinsi gani ya kufanya. Si ndio? Lakini tathmini ya biashara inatokana na mauzo yako, wateja, je, idadi ya wateja imeongezeka au imepungua, haya mauzo yamepanda au yameongezeka, expansion of the business, kwamba je biashara inakuwa au haikui. Sawa, it's all about vitu vinavyofanya biashara yako iendelee. Yaani tathmini ya biashara inatokana na hivyo vitu. Masoko, je umefikia watu wengi, did you reach the target na kadhalika. Japo watu wengi they don't bother do that, you know. Kuna watu they don't bother do that labda kwa sababu hatujui hata kama tunatakiwa kufanya, au we don't bother do that kwa sababu tunaona that hiyo bwana kuna biashara makubwa. Unajua kuna vitu watu hatufanyi, tunaanza kusema unajua bwana mimi biashara yangu kadogo, lakini mpaka picha kwamba kila mwaka unafanya tathmini ya biashara yako, kwamba kila mwaka ukianza unajiwekea malengo ya biashara yako, kwamba mimi bwana nafikiria kwenye huu mwaka labda mtaji wangu uongezeke 10% au 15 au 20%. Mauzo yangu yaongezeke 30%. Wateja wangu ongezeke this way. Ukisema hivyo inamaanisha kwamba unajipa a certain goal ya kuachieve kwenye biashara yako. Then ikifika mwisho wa mwaka unafanya evaluation of the business. Sasa evaluation of business inaweza ikawa ni kutokana na na targets ulizoziweka wewe kama owner or operator of that business, namba moja. Na pia evaluation ya business inaenda pia very very specific na easy business strategies, and like kama hivi tunasema malengo logic. Business strategies inamaanisha finance, marketing, sales, customers, you know. Hivi vitu vyote hivi vinatakiwa viwe evaluated. Sawa. Na kupitia hizi evaluation ukiwa unafanya hizo tathmini ya biashara yako, inakuambia uhalisia wa picha halisi ya biashara yako, kwamba je biashara inakuwa, biashara imedorora, je unaongeza wateja, biashara inakuingizia hasara, kama ni hasara kiasi gani, kama ni faida kiasi gani. So tuwe na desturi ya kujiwekea goals to achieve, that means targets, ambao tunasikia watu wengi walioajiri wanasema jamani mimi nimeweka kwenye sales ninatakiwa, au nimeweka kwenye marketing kuna this targets natakiwa nifikishe kwa mwaka. That target inakusaidia wewe kusongesha gurudumu lako la biashara. Inamaanisha if you don't have target huwezi kuja kufanya tathmini ya biashara yako, kwa sababu mtu anaweza kaja kwenye biashara yako, anataka kuinvest kwenye biashara yako, anakuuliza biashara yako ina miaka 5 labda, je thamani ya biashara yako ikoje? Unasema unajua bwana mtaji niloweka hapa bwana sikumbuki, you know, kwa sababu you don't do the evaluation report every year. Lakini ukiwa na evaluation report unaweza kumwambia huyo mtu bwana mimi nilianza mtaji wangu na milioni 5, kuna kipindi ukashuka kwa milioni 2, kuna kipindi nikakopa nikafanyaje nikaongeza, wateja wangu walikuwa hawa, sasa hivi wateja wangu wameongezeka this way. Hapa geographical location ya hapa expectations zangu za mwanzo zilikuwa hiki, lakini this time around expectations zimepanda this size. That's the evaluation of business. You understand? So if you don't know, kama hujui tathmini, if you don't know how your business can, uwezi kuiweka biashara yako in a summary way, fanya evaluation. Yes, anza kuwa na utaratibu wa kufanya tathmini ya biashara yako ili uone matunda au uozo wa biashara yako. You understand? Hiyo itakusaidia sana kufanya biashara yako ikue. Kila la heri kwa biashara yako.